Mwezi wa 4 umekuwa ni mwezi mzuri sana Sarafina kwenye industry ya Bongo Flava kwa sababu ni mwezi ambao zimetoka ngoma nyingi sana, right? Oh yeah. Yeah, wasanii wameachia kazi nyingi, wengine wameachia ngoma mwishoni mwa mwezi wa 3. Yes, kwenye tarehe za mwishoni kabisa. Diamond Platnumz ameachia project, Harmonize ameachia project, Ali Kiba ameachia project, Moko Genius ameachia project, Zuchu ameachia project. Lakini sasa kuna project ambazo kiukweli naona kama vile hazijatendewa haki kwa sababu ni kama zimeuliwa na stories ambazo kimsingi wala hazikuwa na maana kwenye industry. Sasa nani hajazitendea haki? Niseme ni mashabiki au ni nani? Ni wasanii wenyewe wakubwa. Hapo sasa nasikiliza opinions zako. Ni mashabiki lakini pia hata wasanii wakubwa pia hawajatendea haki kazi zao. Kwa maana ya promotion au sio promotion? Kwa kuweka front vitu ambavyo havina msingi vikapata publicity, watu wakasahau kupay attention na kazi zao. Okay, vitu gani ambavyo havina msingi? Havina msingi. Mfano, issue ya discussion ya juzi, issue ya Arena. Sawa? Kitu kilikuwa kiko more positive. Hata Diamond alivyozungumza hakuongea kwa namna ya kutaka kuleta discussion kwenye social media. Lakini wakatokea watu maarufu mbalimbali wakaipa kipaumbele, na watu hao maarufu wengine walikuwa na project zao ambazo ni kubwa, you understand? Lakini watu sasa wamesahau kuhusiana na project, wakafocus na nini? Na Arena. Aya, tumetoka hapo. Zuchu ameachia wimbo wake. Record label ya Wasafi, unajua project kuiachia inahitaji pesa nyingi sana. Umeelewa? Yaani mipango, promotion, vitu vingi vinahitaji pesa, right? Zuchu ameachia wimbo I Love You. Ni wimbo mzuri sana. Clip ya kiwa na Diamond Platnumz ndio ilipostiwa ya kwanza, watu was like, okay, nice song. Na kweli ni wimbo ni mzuri. Lakini ilikuwa ni siku baada au siku moja kabla ile interview alifanya tarehe 31, ndio siku hiyo. Siku hiyo, si ndio? Usiku, si ndio? Kesho story ambayo ilikuja ku raise ni issue ya Arena. Story ya Zuchu tena. Okay. Tukasahau. Hata wimbo wenyewe Happy. Sawa. Story tukasahau. Wimbo wa Wewe. Umepotea. Si ndio? Story kubwa ikawa, na ndio maana tukiangalia vizuri Diamond Platnumz amelazimika kuachia project nyingine. Of course. Okay, sasa for the game tunanufaika na nini? Kwa upande wangu sioni kibaya chochote kwa upande wangu, lakini kwa kile ambacho kilifanyika na discussion ambazo ziliendelea kwa sababu hii moja. Muziki unaishi bana. Yaani unaweza usifanye vizuri sasa hivi lakini ukaja kufanya vizuri baadaye. Sio kwa sababu eti Arena kulikuwa na discussion ya Arena eti ndio hii ngoma haiji kwenda. No. Kwa mfano mzuri, kuna wimbo kama Sabela, unaitwa Sabela ule wimbo wa South Africa. Ule ni wimbo wa miaka 10, zaidi sijui ya miaka 10 iliyopita. Lakini sasa hivi ndio unafanya vizuri. Kwa mtu mwingine ambaye hafuatilia details na nini, anaweza akajua ndio wimbo mpya. Au ile Pretty Little Baby, something like that. Ule ni wimbo wa sijui 1960 ngapi huko. Sijui miaka gani ya nyuma kabisa huko. Lakini mwaka jana ndio umekuja kufanya vizuri. So kinachofanyika hapa ni kile kinachowezekana kufanyika. Inawezekana tukaona wasanii wame raise vitu ambavyo havina msingi, lakini kimsingi kile kitu ni cha msingi. Achilia mbali, kwa sababu kwenye kitu chochote ambacho kinafanyika kuna kuga na pande zote mbili ambao wanakubaliana na hicho kitu na ambao wanakataa hicho kitu. Lakini na kwa Diamond ukisema eti ameua project yake mwenyewe kwa ile interview, so kweli, kwa sababu media pia ni ya kwake, anatakiwa aipush iende. No, yani iko hivi. Mimi kwa upande wangu ni baada ya kuitazama ile interview, sijui lakini kama nitatafsirika vibaya, sidhani kama ile interview ilikuwa dhumuni. Unajua kuna ile interview unafanya huyu amefanya interview ili kuchafua hali ya hewa. Ile haikuwa hivyo, ni mapokeo. Yes, ni mapokeo tu. Na sio mapokeo ya watu. Unajua aliyekuja kuamplify kile kipande ni nani? Ni Harmonize. Si ndio? Kwa sababu issue ya Arena why alizungumzia siku chache tu mwezi huo mwishoni kwenye kipindi cha yes, you understand? Lakini hakikuzungumziwa sana. Aliyekuja mpaka kuiona kwanza wengi wao. Mpaka inafika asubuhi, mchana, story ya Arena it was haikuwa story. Afu sio mara ya kwanza. Mpaka pale Arena Harmonize alipokuja kuongea kwamba
Ndio story kaja. Ndio najaribu kukwambia kwamba what if I mean hear me out. What if hata Harmonize anaitamani hiyo arena, ndio maana anafanya kuchachua ili mradi sauti za watu zisikike, jambo lifanyike. What if, let's see in positive way. Unajua mi kwa upande wangu wala sijuti kwa kile alichokifanya, kwa sababu tu nimeona impact yao. Nimeona na tukija kupata arena very soon hapa tutakumbuka hiki ambacho amefanya. Wewe unaamini kwamba hata majibu ya bungeni yametokana na discussion ya Harmonize na Diamond? Lakini siamini majibu yametokana na discussion ya Harmonize na Diamond, lakini kuipeleka lile swali kwa Mheshimiwa Festo, of course chachu imetoka kwao. Sio majibu yani kwamba majibu yametolewa ili mradi. Mimi na wewe wote tulikubaliana kwamba hii imeleta chachu kidogo, hata jambo limekumbukwa. So kwangu mimi Harmonize sikubaliana na vile alivyosema arena sijui hospitali sijui, lakini kwa kile alichokifanya mimi kwangu naona sawa tu, kwa sababu nyimbo zina nafasi ya kuishi miaka yote. Yani nyimbo hata kwa hizi project za wasanii wetu wa sasa hivi. I love you wewe mchumba wako tunamwambia kila siku I love. No, namaanisha kwamba kwa jinsi ambavyo wasanii wetu sasa hivi wanafanya kazi zao. Unajua sasa hivi watu wanatengeneza bubblegum music. Huo ndio ukweli, right? Ni nyimbo ambazo utaweza kuzisikiliza leo, lakini baada ya miezi tu miwili mwenyewe kuisikiza. Mfano umesikia wimbo kama nataka kulewa sasa hivi na trend wa Diamond. Ina trend sana TikTok. Na so huo tu ziko nyingi. You see? Ukichukua wimbo nataka kulewa, kilichoandikwa ndani, kila kitu, music vibe unaipata ndani, unaiona na sasa hivi inaweza kumatch hata kidogo. Yani kuna namna fulani vitu viliandikwa. Unajua Diamond ni good writer, unajua hata sasa hivi kuna nyimbo hizi zingine anazitoa anaimba, lakini bado of course muda nao ni unaongea, amekaa kwenye game muda mrefu. Kwa hiyo umesema Joy ni second version ya Enjoy na Happy. Kuna ubaga na maneno mabaya nyinyi. Sasa Joy ni second version ya Happy, lakini alisema hivyo mwenyewe. Sisi tunasikiliza tunaona. Kwa hiyo mnasema hajatoka sana kwenye mambo ya ubunifu. Wanataka abuni nini? Aimbie kushona viatu. Zaga. Watu wana stress. Acha wape muziki wa kufurahi. Watu wana stress. Upande gani? Hatukuelewi. Upande wote. Upande niko. Unajua iko vipi? Unaweza ukaimba wimbo wa kuchezeka and still ukaimba ujumbe, watu wakafurahi na kuelimika. Nipe mfano. Ule wimbo mfano kama natoka mfano wimbo wa Tekno. Unaitwa Invest for your country, make it a better place. Spend money for your country. Taja jina. Sio ni rara au pana? Rara au pana? Rara au pana? Pana hapana. Ni rara. Pana. Rara. Umeelewa? I'm not sure. Rara Zagada na wimbo. Ukiusikiliza mwanzo mwisho unajua ni wimbo wa mapenzi, lakini ni wimbo wa kisiasa kabisa. Hata mistari yake nasema invest for your country, make it better place. Anazungumzia watu wanavyoiba pesa, wanaenda kuinvest huko nje na nini. Kwa wimbo wa kisiasa kwamba wanasiasa wanaiba hela, wanashinda kufanya maendeleo ya kijamii na nini. Amezungumzia. Hata ukakasi kuamini. Hauamini? Ngoja ni play hapa Sarafina. Wewe usiplay. Mambo ya copyright tena. No, tuna play kidogo, haina shida. Huu wimbo ni la. Wewe wimbo uplay hapo utasikie Sarafina au haina sauti. Country people they go talk. Okay. Ni wimbo ambao Tekno anaimba politics pure, lakini si una vibe, unaenda club na vibe nini. Kwa nini nyimbo ngapi za gospel hapa tunazimbaga unajua nyimbo za bata unazimba. Bless your mama, bless your papa. Amen. See me. Wewe wimbo uko unajua kama ni wa politics. Anazungumzia mambo ya umeme kukata kwenye nchi, anazungumzia huko ndani. Kwa hiyo sometimes sio ukiimba furaha haimaanishi nyimbo za vibe, haimaanishi kwamba ndo ukaimba vitu tu vya ajabu. Unaweza kaimba nyimbo ya vibe. Sasa hii ni vibe kama Happy.
ibadilishe kwa wapi, tupe maneno hayo. Maana wewe mwenyewe si rapa. Mimi sio kwamba tumia ile melody ya happy. Mimi sio kwamba eti nimedisi kufanya. Najua hujadisi ila tumia sasa melody ile ya happy. Tuchape mistari kidogo. Muziki ungekuwa rahisi hivyo. Wewe unajidai rapa wewe. Of course I'm a good rapper. Okay, let's go. Yeah, good. Give us some. Give me a beat. Okay. Give me a beat. So kifupi tu Sarafina ni kwamba wasanii inabidi sasa ifike stage wawe wana mpangilio mzuri wa projekti zao, kwa sababu haya mambo ya stories na kuja vitu vya ajabu ajabu hapa katikati, tunaua vitu ambavyo ni vizuri. Vitu mfano ngoma ya Wewe ya Harmonize ni ngoma kali sana. Sasa hivi anatakiwa tena itaishi. Sasa hivi Harmonize hii project anatakiwa aweke pesa nyingi zaidi ili iweze kurudi kwenye masikio ya watu. Unajua watu wanawazoesha unavyosikia Umeona niliona ana tutiz wimbo mwingine. Inamaanisha kwamba ile investment usiseme tutaendelea tu mbele. Yaani muziki ni kitu ambacho hakiongopi. Hapana, muziki hata unafuachia project yote Sarafina, sio tu kwenye muziki, kwenye project yote ambayo unahitaji kuuza lazima uipe muda sokoni, lakini pia lazima uipush kuhakikisha kwamba mfano leo hii kampuni fulani inaweza kaleta lese bidhaa fulani, lazima ipigie kelele watu waizoee. Sasa wewe unaambia eti wimbo eti wiki moja umefanya promotion, wiki moja wimbo ndio umemaliza promotion. Hivi unakumbuka alichokisemaga Don Jazzy? Walitumia mahela mengi sana kwenye kupromote ngoma za Aila. Nilikuwa naangalia interview ya Charlie Puth. Akawa anasema kipindi wameachia See You Again, yeye alikuja kuachia wimbo wake wa One Call Away, kama unajua I'm on the hivyo. Ule wimbo haukupokelewa kwa ukubwa kwa sababu ya ukubwa wa See You Again. Sasa nasema mimi nilichokifanya nilikuwa natamani, yani nilikuwa nawapigia sim presenters wa radio tofauti. Nasema ukitaka mimi nitoke niliko nije huko kwenye interview, nitakuja ili mradi mu play zaidi wimbo wangu. Ukitaka nimuimbie birthday binamu yako, ndamuimbia kabisa. Unaamini kwamba project fulani inaweza kazimwa na kitu fulani? Exactly. See? So na yeye anasema See You Again ili lakini sasa baadaye anasema ilichukua muda hii One Call Away kuja kufanya vizuri. Na yeye okay. Unafikiri kwamba ilichukua muda kuja kufanya vizuri ilikuwa ni bahati mbaya? Hapana. Sio bahati mbaya, of course, ndio maana inamaanisha kwamba ilikuwa planned, ila wasanii wengi wa Bongo wakishaachia project ikishafikisha mwezi tu ndio story imeishia hapo. Hawana muda kuiangalia, kuitafuta endorsement tena, hakuna. Lakini sasa yeye alikuwa anafanya mwenyewe, so management. Na ndio maana sasa Sarafina, wasanii wengi kwa sasa wanauza catalog kwa Wachina. Umezipata hizo kumbe? Nakwambia. Kwa maana yake nini sasa? Nazo kitambo. Yaani mtu anachukulia kwamba mimi nimeshaziachia hizi ngoma miaka 5 iliyopita huko. Mimi nitanufaika nazo. Zinakuja ku blow up hizo ngoma. Sio tu ku blow up. Watu wanachukua enda kuwekea kwenye movie huko. Unajua iko hivi, watu wanazaga movie ni Marekani tu, hapana. Haya makampuni ni majanja kinoma. Yanaweza yakapata deal ya movie kwa Thailand huko, iko sijui nchi gani, vinchi vya chini kabisa huko. Wakaekewa package nzuri ya pesa, wakauza, wakala pesa. Kwa maisha yote watu wanakuwa wanaingizia pesa nyimbo zako. Na hivi unafikiri kwamba Mchina atakuja tu leo aweke akupe mabilioni ya hela afu yeye asiingize chochote? Yaani wewe unawazaje? Yaani mtu anayekupa hela kutaka kununua kitu chako inamaanisha kwamba hataki umpe tu akakitumie tu vovyo, hapana. Hivi kwa mfano mtu akiuza catalog. Si kuna kwa na umiliki wa producer kwenye ngoma. Kwa producer yeye inakuwaje? Siwezi kuzungumzia kusema kweli, sababu sijajua. Lakini nahisi anaendelea kunufaika producer na ile kampuni ambayo imechukua. Kwa sababu kwa hiyo ni msanii ndo anapotea. Wanasemaga ile hauwezi kununua rights za producer zote eti. Labda yani haipo. Producer ndio maana Milabaha anakula kila sehemu. Heshimuni ma producer jamani. Of course. Bana, mimi naitwa Ricky, nilikuwa na Sarafina Jerry and this is Trending ya Ricky Media. Behind the camera mama KB Pixel, tuko napewa nguvu za kutosha na Silent Ocean, Simba wa Bahari, lakini pia bila kuwasahau Magic Builders International. Bye bye.